Lina. Wewe nani? Wewe Lina. Wewe nani? Imekuwaje? Mbona imekuwa hivyo? Kisha Rozi ya mimi Lina kwenye chumba hayupo, ametoroka. Na haijawahi kutokea hata mara moja katika kafara yangu nikifanya mwanamke yoyote hajawahi kutoroka, na hii inashangaa kwa nini imetokea hivi. Usametorokaje? Nyumba ina milango. Kisha sielewi, yani hapa ninapokuambia sielewi, nimechanganyikiwa, sielewi kitu. Sasa boss, nikamwangalia nyumbani kwao. Ati? Nenda. Wewe nikamwangalia. Cha. Mwanangu, utakuwa ameenda wapi? Yale maneno niliyomwambia ndo atakuwa amekasirika, ndo maana amekimbia hivi. Huyu mwanangu kuna shida gani? Na wale watu kule nilikoenda watakuwa ni wao wamemficha? Hivi yale maneno niliyomwambia ndio yamemfanya aondoke? Atakuwa yuko wapi? Atakuwa yuko wapi? Haiwezekani, siwezi kukubali. Mimi nikiwa kama mama siwezi kukubali mtoto wangu apotee hivi hivi, sintokubali. Hapana, haiwezekani. Mama, si nilikwambia yule Lina sio akili yake, kuna kitu amemfanya. Sitaki. Acha kabisa kuniambia habari za Lina. Yaani sitaki kuniambia habari za Lina. Umeanza? Sitaki. Unajua kilichotokea? Bwana, kachukua kitu kae. Tuongee. Chukua kitu kae. Sawa. Mwanangu. Yaani mimi habari za Lina sitaki. Unataka watuzalishe mara ngapi? Tuzalike mara ngapi kwa Lina? Sitaki kusikia hata kidogo. Yaani mimi siku ile unaumwa sana hapa. Niliondoka mimi sikukwambia. Nilivyoona uchungu umenishika. Mwanangu anateseka. Nilienda kwa Marina. Daktari alivyosema umepata mshtuko. Nilienda kwa Marina. Marina alinifukuza kama mbwa. Alisema sitaki. Toka maskini nye. Mnamtafutia nini Lina? Mnataka mfanye nini na Lina? Yaani maisha mama ndo mamake Lina alivyokuambia? Ndio hivyo. Na sitaki nisikie habari za Lina. Umenielewa? Ndio hivyo. Sitaki kabisa kusikia habari za Lina. Lina
mamake amekataa kata. Anasema wewe ni maskini, huna hela. Kwa hiyo nataka umlazimishe. Basi sawa mama, mimi nimekuelewa. Maana kama alifika hatua mpaka akakwambia hivyo, sidhani kama kuna chochote tunachoweza tukafanya kikaitetemesha ile familia. Unatakiwa utafute mwingine. Mbona wanawake wengi? Mwanangu wanawake wengi sana. Sio atanifanyaje, lakini sawa. Haya, mimi nimemaliza. Ila ninakwambia hivi. Mwache Lina. Tafuta mwanamke mwingine. Haya sawa. Haya. Lina. 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 Mama. Lina. Lina. Mungu wangu. Alo. Ndio, wapi? Nakuomba njoo hata mara moja nyumbani kwangu hapa. Nakuomba. Fanya haraka. Ndio kuna shida, njoo mara moja. Mungu wangu.
Nimekuja hapa, ninahitaji kuuliza kuhusu sadaka niliyoitoa. Haijawahi kutokea sadaka nilizozitoa nikatoka kwenye chumba cha tambiko. Nahitaji majibu wakuu. Naomba mniambie, hii ni nini? Yule mwanamke uliyetuletea damu yake sio safi hata kidogo, kwa sababu yule binti ni mjamzito, ana kiumbe tumboni. Ulipofanya tambiko lilienda kwa yule mtoto aliyeko tumboni. Sasa baada ya miezi 5 tutamchukua yule mtoto. Hakikisha anakuwa mzima yule mtoto kule tumboni, kwa maana tambiko lako lipo ndani ya yule mtoto. Tutamhitaji hapo baadaye. Hakikisha yule mtoto anakuwa mzima tumboni, kwa gharama zozote zile atatusaidia hapo baadaye. Baada ya kumtoa huyo mtoto, itakuwa ndio mwisho wa kafara zangu na zangu. Kisha Abe, nashukuru hata tumekutana hapa, kwa sababu nimekutafuta isivyo kawaida. Chocho zote ambazo najua wewe unashinda, na unavyoniona hivi, huu mguu ulikuwa unakuja nyumbani kwako. Unajua sielewi kabisa kitu kinachoendelea, na nilikuagiza haujanirejeshea mrejesho wa aina yoyote. yaani hivi ndo nilikuwa nakuja kukuletea taarifa. Toka jana nimehangaika, nimetafuta kwenye mapagala hadi nimefika nyumbani kwao. Hapo kimya, bado naendelea kutafuta. Kwa hiyo sijaelewa ameelekea maeneo gani. Okay, sawa. Kwa namna yoyote ile, nina uhakika kabisa huko aliko hayuko sawa sawa, na kuna kitu kimoja nitahitaji ukifanye. Hebu shika hii. Hiyo ni dawa, na ndo kitu ambacho kimenifanya mimi ni kutafute kwa jitihada zote hizi. Popote pale unapokuwa unamuona, hakikisha unamwagia hiyo dawa. Ukishamwagia, achana naye. Na yote haya anafanya, kuna kitu ambacho kipo, nitakwambia. Sawa bosi. Kwa namwagia popote pale au? Sikia, hiyo unamwagia popote, lakini nzuri zaidi ukimwagia usoni, kukatia kiuno, kuja juu. Unielewa? Sawa. Zingatia. Sawa bosi. Okay. Sina mengi, tutaonana kwa wakati mwingine. Sawa bosi. Nashukuru. Sawa. Haya, poa. Agano la kuzimu. Je, upo Songwe Mbeya na unahitaji chakula? Sisi France Mbuzi Choma
tupo kwa ajili yako. Tunakuletea vyakula tofauti tofauti kama vile kuku choma, mbuzi choma, chipsi yai, mishkaki na vingine vingi. Lakini pia chakula pendwa cha Tanzania, ugali pia unapatikana hapa. Alafu kingine usichokijua, tunakuletea popote pale ulipo. Kwa namba moja tu tunakufikishia popote pale ulipo. Enjoy na Fransi mbuzi choma. Uwe Fransi, ongeza nyingine.